nimewaita hapa niweze kutoa ufafanuzi kidogo na hatua ambazo kama serikali, kama wizara tumeamua kuzichukua baada ya kushauriana na management na wataalamu wangu. Hatua hizo na ufafanuzi huo unatokana na kadhia iliyojitokeza hapa karibuni, iliyohusisha gari la mizigo namba T137 DLQ likiwa na tela T namba 567 CUR, ambapo tumeshuhudia mama mmoja kwa jina alijitambulisha Bi Pamela akiwa katika kituo cha mizani cha pale Vigwaza mkoani Pwani, akilalamika juu ya mwenendo na tabia ambazo zilijitokeza dhidi yake. Sasa baada ya kufanya utaratibu wa kusikiliza kile ambacho yeye alichokilalamikia, nilitoa maelekezo moja kwa moja kwa wataalamu wangu kupitia katibu mkuu kunipatia taarifa ya nini ambacho kimesababisha kadhia ile. Na niseme tu kwamba baada ya kupata taarifa ile, taarifa inanionyesha kuwa ziko sintofahamu ambazo zilijitokeza kutokana na jambo hili. Kimsingi, ukisikiliza pande zote mbili unaona kwamba liko tatizo la wazi ambalo limesababisha tufike katika hatua hii ya leo tuliofikia. Na kwa msingi huo, baada ya kugundua kwamba liko tatizo, nimeamua kuchukua hatua zifuatazo kwa kumwelekeza katibu mkuu. Moja ni kuwasimamisha wale wasimamizi wetu wa mizani wa hii tunaita T1, barabara nzima ya kuanzia Tunduma mpaka inafika pale Vigwaza. Nimeamua kutoa maelekezo ya kuwasimamisha wote hawa waliokuwa kwenye shifti kwa siku ile wakati tukio hilo linatokea. Na kwa nini nimewasimamisha? Ni kwa sababu tumefanya hivi kwa malengo ya kufanya uchunguzi, ambapo tumekwisha kuunda timu ya uchunguzi ambao nimemwelekeza katibu mkuu timu hii iundwe, na tayari imekwisha kuundwa kwa ajili ya kufanya uchunguzi wa kuanzia kule ambako gari iliingia katika nchi yetu mpaka kufika katika tukio ambako limetokea, ili tuweze kuwa na uchunguzi huru wa mwenendo, lakini vivyo tutatazama na mengine yanayoendelea katika mizani yetu hii. Timu hii itahusisha maafisa wa serikali. Mimi mara baada ya kusikiliza timu ya wataalamu wangu waliponipatia taarifa ya awali, niliona wazi kabisa kwamba liko tatizo la kutokusomana kwa mifumo. Kwa hivyo nimetoa maelekezo haya yaanze kufanyiwa haraka sana utekelezaji wake. Sasa maelekezo ambayo ninayatoa ni kwamba mameneja ni lazima wawe wasimamizi number 1 wa mizani zetu zote. Hivi sasa tumeamua kuwaweka pembeni wale waliokuwa katika shifti siku ambapo gari hili lilikuwa linapita kupisha uchunguzi. Lakini hapo mbele tutaanza mara moja mizani zitakazokuwa zikilalamikiwa na mameneja tutawachukulia hatua pia. Uwekezaji wa serikali kwenye barabara ni mkubwa sana. Barabara ya lami kilomita 1 ni wastani wa shilingi za Tanzania bilioni 1 mpaka bilioni 2. Inategemea
na mazingira ya eneo lenyewe linalokufanyiwa kazi, na pesa zinazotumika ni pesa za umma. Na kwa hivyo ni muhimu sana wakati huo huo kuendelea kulinda rasilimali hii, kwa kuwa barabara zinapoharibika uwekezaji wake ni ghali sana, lakini si tu uwekezaji, na usalama wa watumiaji wa barabara wao wenyewe. Tunapokuwa na barabara zenye mashimo na zenye matuta zilizokuwa zimeharibika, usalama pia wa watumiaji wa barabara unakuwa ni wa mashaka. Kwa hivyo yote ni muhimu, mizani yetu ni muhimu sana ili kulinda uwekezaji wetu tuliofanywa katika barabara zetu, lakini pia vile vile kulinda usalama wa watu kwa kuto kupitisha mizigo isiyokuwa na sifa za kuweza kupita katika barabara kwa mujibu wa sheria zetu. Kwa hiyo malalamiko yangu ni kuhusu kwamba mimi ninataka nipime mzani, nijihakikishe, kwa sababu walichoniandikia sina uhakika nacho, na hata itakapotokea inapimwa au mizani, ninaomba waje watu wapya kutoka wizarani wasimame pale kwenye mashine wanipimie, na hata ikibidi nisiwe dereva mimi, achukuliwe dereva mwingine apime hii gari ili nijiridhishe, na mimi ndio nitakuwa na uhakika wa kulipa. Sio kwamba nimekataa kulipa, sijaigomea mamlaka. Katika kutoa ufafanuzi wa jambo hili na kwa faida ya sintofahamu iliyotokea siku ya tarehe 13, upande huu wa north ama kaskazini ulipima jumla ya magari 819 siku ya tarehe 13, ambayo yanatokea bara na mataifa mengine ya jirani, yakiwemo yaliyobeba koka kama alivyobeba huyu dereva ambaye anafahamika kwa jina la Pamela. Na kati ya magari 819, magari 7 kati ya hayo yalionekana kuzidisha uzito, na hivyo yalipaswa kulipa tozo, ambapo magari mengine yalilipa tozo na kuendelea na safari. Malalamiko ya dereva Bi Pamela ni kutokuamini vipimo ambavyo vimetokea katika kituo hiki cha mizani na kuamini kwamba amebambikiwa uzito, na ndio maana alikuwa anasisitiza kupitia vyombo vya habari au majukwaa mengine aliyoyatumia, alikuwa anasisitiza kwamba anaomba arudie, kwa sababu kilichoonekana kwenye vipimo ni tofauti na kilichoandikwa kwenye ticket. Naomba nitoe ufafanuzi huu. Mzani huu uko automated, si operator au mfanyakazi wote wa mzani anaweza akaandika uzito kwa sababu kuna gari fulani limeingia pale. Ni automated, mzani una capture weight ambayo imeapia pale. Kwa hiyo hilo naomba tulifafanue kwamba halina ukweli wowote. Lakini sambamba na hilo, hoja yake ya kutaka kurudia gari kulipima kabla lirudiwe kupimwa ni kinyume na utaratibu na sheria. Sheria ya udhibiti uzito wa magari Afrika Mashariki inamtaka msafirishaji yoyote ambaye atabainika amezidisha uzito, kifungu cha 17 kifungu kidogo cha kwanza na kifungu kidogo cha pili kinamtaka msafirishaji yoyote yule aliyezidisha uzito alipe tozo ya uzidishwaji uzito. Baada ya kulipa tozo, aende akashushe kile kiwango ambacho kimezidi, au akapange mzigo. Baada ya hapo arudi kupima, kama atakuwa ndani ya zile limits au viwango vinavyokubalika kisheria, ataruhusiwa kuendelea na safari. Huo ndio utaratibu kwa mujibu wa sheria, na sivyo kama ambavyo alikuwa anataka kufanya, kwa sababu tunazo sababu nyingi ambazo zinapelekea kwa nini sheria imekuwa namna hii. Changamoto mbalimbali ambazo zinapelekea gari kuzidi uzito. Unaweza kukuta kuna hitilafu kwenye mifumo ya air suspension, almaarufu wanaziita booster. Booster zina uwezo wa kubadilisha kipimo, ukajikuta umepima huku umesoma hivi, umepima huku umesoma hivi, umepima huku umesoma, zikiwa na hitilafu. Hivyo unaweza ukamruhusu akarudia kupima, ukajikuta amecheza na zile booster zake na ameclear ule mzigo. Hizo ni sababu ambazo zinapelekea sheria ikaweka masharti ya namna hii. Lakini pia tuna sababu nyingine ambazo husababisha magari kuzidi kwenye vituo vya mzani. Matumizi ya 5%. Sheria imetoa allowance au nyongeza ya 5% kwa kila kundi
la mitaimbo ama axles, lakini haijatoa nyongeza 5% katika uzito wa jumla wa gari. Hivyo uzito wa jumla wa gari hauna fedha hiyo ya 5%. Na kwa nini imewekwa hiyo fedha ya 5%? Hiyo fedha ya 5% imewekwa kwenye makundi ya mitaimbo ama axles ili kufidia pale mzigo unapohama kutoka kundi moja kwenda kundi lingine, na sio sehemu ya kubebea mzigo. Sasa tumekuwa na tendency ya wasafirishaji wengi kuitumia hii 5% kama sehemu ya kubebea mzigo. Unajikuta ukiongeza mafuta na ukiongeza na abiria, umekaribia kabisa kuimaliza ile margin. Tatizo lolote likitokea, mzigo ukihama, umezidi kwenye group of axles. Na wakati mwingine inapelekea unazidi paka kwenye uzito wa jumla. Umeona? Kwa hiyo ni changamoto nyingine. Lakini changamoto nyingine ambazo zinaweza zikapelekea mzigo kazidi, gari kazidi uzito, ni kuongeza mafuta wa abiria. Yes, mimi nimepima kituo A nikiwa na abiria mmoja. Nimeenda kituo B na abiria wawili. Uzito uliopata kituo A hauwezi kufanana kituo B. Sawa. Lakini kuna mizigo ambayo ni kama mbao, kokoto, mchanga. Unaweza kumepima kituo A, tuseme Mikese au wapi. Ukafika katikati, unakuja hapa, mvua imenyesha nyingi sana hapa katikati kabla ya kufika Vigwazi. Ile mvua inanyonywa na ule mzigo. Usitegemee kipimo ulichokipata Mikese utakipata hapa. Zitatofautiana. Kwa kifupi, kushorten story au kusummarize, ni kwamba sababu zinazopelekea gari kuzidi uzito ni pamoja na hiyo hitilafu kwenye mfumo wa air suspension au booster, pamoja na hizo nyingine ambazo nimetoka kuzielezea hapa. Kubwa ambacho tumekiona hapa sasa ni kwamba gari imekuwa na uzito ambao unabadilika toka ilipokuwa inaingia nchini na mpaka ilipofika eneo hili la Vigwazi. Sasa kubwa zaidi ni kwamba matatizo kwenye mizani yapo muda wote, lakini namna ya kuyashughulikia ndio imetufikisha hapa. Sasa kilichofanyika hapa ni kwamba badala ya kulalamika kupitia utaratibu ambao umewekwa, sasa malalamiko yakaenda kwenye majukwaa mengine. Sasa huko ndio ikaleta taharuki kubwa sana kwa jamii ya wasafiri na wasafirishaji na Watanzania kwa ujumla, ambapo sasa tungependa kueleza kwamba ilikitokea tatizo la changamoto kwenye vituo vya mizani Vigwazi popote pale katika nchi, basi malalamiko yafikishwe yaachia kwa mkuu wa mizani. Basi kama hakuna kuridhika pale, basi malalamiko yanafikishwa kwa meneja wa mkoa. Kama malalamiko yana sura ya rushwa, basi kuna namba za wenzetu wa taasisi ya kupambana na kuzuia na rushwa ziko kwenye mizani zetu zote. Na kama kwenye hatua hiyo ya mkoani ufafanuzi huo unaonekana haukidhi haja, basi inapaswa kufikishwa kwa mtendaji mkuu wa TANROADS na baadaye mkuu Wizara ya Ujenzi. Tuhakikishie tu kwamba masuala haya taasisi zote nilizosema na katika hatua zote hizo malalamiko haya yatafanywa kazi ipasavyo.